Yes, siku zote kwenye kila unachokifanya, jitahidi kifanye kwa ubora wa hali ya juu kweli kweli, ili hata siku ukiondoka, jamii ambayo inakuzunguka iweze kukumbuka kutokana na mazuri ambayo uliyokuwa unayafanya kipindi ambacho unajipigania kwenye kile ambacho ulikuwa unakifanya. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media, na leo hii tutamwangazia mchezaji raia wa Croatia Luka Modric, siku ya jana kuchafua kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuandika waraka mkubwa kupitia ukurasa wake wa Instagram akionyesha kwamba mwishoni mwa msimu huu anatarajia kuondoka katika kikosi cha klabu ya Madrid baada ya kuhudumu ndani ya misimu 13. Tunatambua kwamba nyota huyo alijiunga katika kikosi hicho mwaka 2012 na baada ya kupata mafanikio makubwa na kuipatia klabu hiyo mataji mbalimbali, anaweza kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Sasa ngoja nikupitishe kwenye kila ambacho ameweza kukizungumza ama ukiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Luka Modric ameandika haya yafuatayo, nitachukua tu kwa ufupi namna ambavyo yeye ameandika. Wapendwa mashabiki wa Madrid, wakati umefika, wakati ambao sikutarajia kufika, lakini kwenye maisha hakuna kisichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho. Kwa hiyo Jumamosi hii nitacheza mchezo wangu wa mwisho katika dimba la Santiago Bernabeu. Lakini pia Luka Modric alisema kwamba katika maisha yake ndani ya Madrid yameweza kubadilisha maisha yake yeye kama mchezaji, lakini pia na watu mbalimbali ambao wanamzunguka, kwa sababu mpira tunajua mtu ukicheza mpira unabadilisha vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo na yeye hakusita kutokana na mafanikio aliyopata wakati anahudumu katika kikosi hicho, akaweza kusema kabisa kwamba ni tofauti na mwanzo namna ambavyo alikuwepo na hivi sasa alipo. Kwa hiyo ndani ya kikosi hicho kimeweza kumsaidia yeye kuweza kupata mafanikio makubwa ambayo hivi sasa yamemsaidia kuwa mtu maarufu, kufahamika na watu mbalimbali, na mpaka hivi sasa anavyoondoka jamii ya wapenda soka wanamzungumza kutokana na mazuri ambayo yeye ameweza kuyafanya. Lakini jambo kubwa ambalo aliweza kulizungumza, amemshukuru rais wa klabu hiyo Florentino Perez pamoja na wachezaji, kocha pamoja na wadau mbalimbali ambao waliweza kumsaidia kipindi chote katika maisha aliyokuwa anaishi ndani ya kikosi cha Madrid. Kitu ambacho watu walishtuka kabisa pale tu alivyoweza kuandika kwamba naondoka Madrid na jezi hii sitaivaa tena pindi nikiwa uwanjani, ila Madrid ni nyumbani. Wakati wowote ambao nitakavyohitajika kurudi nitarudi, lakini atarudi sio kama mchezaji, atarudi kama mwanafamilia na shabiki wa klabu hiyo pendwa duniani kote. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya yale ambayo aliandika Luka Modric kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sasa kutokana na hicho, nataka nikwambie tu kwamba Luka Modric ndani ya kikosi cha Madrid katika hiyo miaka 13 ambayo aliweza kuhudumu, ameweza kufanikiwa kutoa mataji 28, na hayo mataji katika mashindano tofauti tofauti ambayo yeye yameweza kuweka historia kwa upande wake. Lakini isitoshe hataweza kuja kusahau, kwa sababu yeye aliweza kutoa tuzo ya Ballon d'Or. Hii ni tuzo kubwa kweli kweli. Kuchukua hii, wachezaji mbalimbali wakongwe kuchukua hii, ni heshima kwa upande wako, inakujenga wewe kama mchezaji. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho kinaweza kuja kumsaidia yeye kama mchezaji na kuweka historia kubwa katika maisha yake ya soka. Kwa hiyo machache ambayo nimekuelezea kuhusiana na mchezaji huyu ambaye ameweza kuweka legacy katika kikosi cha Madrid, wewe mtazamaji ambao unanifuatilia wakati huu, kitu gani kikubwa ambacho uwezi kuja kumsahau mchezaji Luka Modric katika kipindi chote ambacho ameweza kuhudumu katika maisha ya soka ndani ya kikosi cha Madrid? Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media.